Majina naitwa Bahati Isa Suleiman, ni mkulima wa mwani, nipo katika shehia ya Kikungu. Tuna athari kubwa ya mwani, na athari yake kama unavyoona, mwani ni huu. Yaani hii sio sura nzuri ya mwani kama unavyoiona. Na hii yote inakuja kutokana na tunasema mabadiliko ya tabia nchi. Mwani kwa kweli umetuharibikia kwa kipindi kirefu, na unaona athari yake. Hii ndo tunasema umeingia maradhi kwa sababu mwani unapokuwa mzuri, hasa ile shada moja, kamba hii moja, basi unaweza kujaza kipolo, lakini sasa hivi unaweza kuchukua kamba hata 10, kipolo kimoja hujakipata. Kwa hiyo kwa kweli mwani umeharibika. Tunaomba waje wataalamu watufumbulie hii nini sababu ya kuharibika mwani. Kwa sababu tunajua haya ni maradhi kama maradhi mengine tu yalokuwemo duniani tu kwa wananchi. Miti hata vilimo vya juu, vipando vya juu pia navyo vinapata maradhi. Utasikia migomba yangu imepata maradhi, mihogo imepata maradhi, lakini kule juu wanapata wataalamu. Kwa hiyo tunaomba na watu washuke huku baharini watufumbulie tatizo nini mwani unafika kuharibika namna hii. Maana huu unauona umefanya rangi, mwani unakuwa mwekundu, lakini leo huu mweupe, humu unanyorora. Naona huu unanyorora, unakwenda unapukutika wenyewe, ukenda mwenyewe unapukutika. Kwa hiyo haya tunasema ni jumla ya maradhi, tunaomba wataalamu wafike. Licha ya zao la mwani kukabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kilimo hiki cha mwani kwa namna gani kimekuwa kikiwanufaisha ama kuwasaidia wanawake wa kijiji hiki cha Kikungwi? Asante. Kilimo hichi cha mwani hatutakitoa shukurani, kwa sababu kinatusaidia kwa asilimia kubwa. Kilimo chetu cha mwani tunapata kusomeshea watoto wetu, wanawake wa Kikungwi tunapata kujenga nyumba zetu sisi wenyewe kwa ajili ya mwani, lakini pia na mambo mengine madogo madogo pia mwani huu unatusaidia. Na ndio maana tukawa walalamikaji wakubwa na wasemaji wakubwa kuhusu hii changamoto ambayo imetufikia. Maana tumeanza foundation mtu kujenga nyumba kwa ajili ya huu mwani, lakini leo tayari ushaanza kuharibika. Anasema yeye hatopiga hatua tena kutokana na mwani umeharibika. Na ndio maana kilio chetu kinakuwa kikubwa kuhusu huu mwani. Tunaomba jamani, sasa hivi mwanamke kama huna pa kukaa, hata huyo mume hakuoi, anakuja anakuuliza una mke, una nini, unayo nyumba? Wewe mwanamume unauliza nayo nyumba? Kwa hiyo sisi wenyewe binafsi, wanawake kwa wanawake, tunahamasishana jamani, kazi tunazofanya bado tungali vijana, tunaweza, tuna nguvu tunazo, mwani tunaweza kupandisha. Tujitahidini tujenge nyumba zetu. Mume anakuja anataka mke mwenye nyumba, hataki mke alokuwa yuko kwao. Kwa hiyo natupa faida kubwa sie huu mwani. Kwa majina naitwa Lipi Simai Suleiman, ni mkazi wa Kikungwi, ni mkulima wa mwani. Mimi naomba serikali au ni wanunuzi wetu wa mwani watupatie vifaa, watusaidie kwa njia yoyote ile, hivi vifaa watupatie, kwa sababu kama ni changamoto ya vifaa hivi tunakosa, tunafika kupandia kama hivi vyandarua. Wakati leo mama Dhaina wetu hapa katupa somo kwamba ni vyandarua hivi vinakuwa havifai, vina sumu ndani yake. Kweli hii mimi leo ndo nishaijua kama sumu. Kesho naenda kuipandia hii sumu. Nitakuwa kwa kweli sikupata elimu. Lakini leo nimeshapata elimu, kwa maana hivi mimi sitopandia tena. Na sitopandia tena kwa maana mimi nikae juu. Siwezi kukaa juu, itabidi nikae, mtusaidie vifaa ili tupandie huu mwani, tuepukane na kutumia na vitu kama hivi visivyofaa. Serikali tunaomba, na hata bei vile vile tunaomba mtuzidishie bei kutokana na hali hii. Mwani una changamoto kubwa sana.
utaona bora kazi ya ofisini utakamata kalamu ukazunguka na kiti kuliko hii kazi ya huku kwenye jua kali, kazi ya mwani. Utasema tusipande, haiwezekani. Tupande tu mwani kutokana na hali zetu zinatusaidia hizi kwenye maisha yetu. Maisha haya si ya kukaa tu ukasema unamtegemea mwanamume. Lazima tuwe na changamoto kama hizi za kufanya kazi. Na kwenye kazi zetu ndo tunakuta changamoto nzima kama hizi. Mwani huu umeshaharibika kama sasa hivi. Tunaomba elimu. Pengine kama ni mabadiliko tu ya tabia ya nchi, mambo ya rehema ya Mungu imeshafika wakati, basi pia tujue. Na kama ndo unapandika hali yoyote, iwe kwa baridi iwe kwa joto, basi pia tujue tunataka elimu zaidi. Baada tuliopoa leo tunataka elimu zaidi.